आया मुंतज़िर जिसके थे दिन रात, मुअम्मा खुल गया रोशन हुई बात। Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu mtazamaji wa MTA Africa, karibu katika kipindi chetu kile cha mwendelezo wa maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Ni kweli kabisa kwamba katika mada iliyopita tuliweza kujifunza mambo kemkem, ambapo miongoni mwayo ni hili ya kwamba Masihi aliyeahidiwa aliweza kuandika vitabu vingine katika mwaka ule wa 1895. Lakini vile vile huyu mpendwa wetu Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake, aliweza pia kuwa mwanaharakati wa kuomba serikali kwamba wapatie wananchi siku ya Ijumaa iwe ni siku ya likizo kwa ajili ya watu kufanya tendo la ibada ya Ijumaa. Lakini vile vile pia Masihi aliyeahidiwa aliweza kuhudhuria mkutano huu ambao ulikuwa ni mkutano wa dini zote, ambao mkutano ule ulifanyika kule Lahore. Na bila shaka tuliweza kuona wazi kwamba katika mkutano ule aliyemtuma Masihi aliyeahidiwa ni huyu bwana Maulvi Abdul Karim Sialkot. Bwana yule bila shaka aliweza kuyasoma kisawa sawa yale mafundisho ambayo yalikuwa yameandikwa katika hutuba ya Masihi aliyeahidiwa, kiasi kwamba kila mmoja ambaye alikuwa ndani ya mkutano ule alipata kuathirika vizuri sana na mafundisho yale ya Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Na bila shaka mafundisho yale yalikuwa yamegusia vyema kutokana na mafundisho ya Qur'an tukufu, kutokana na falsafa na hekima za Qur'an tukufu na kadhalika, kiasi kwamba kila mmoja wa maprofesa, watu wakubwa wenye elimu za kidunia na za kidini waliweza kuathirika na mafundisho yale, paka wakaongeza muda kwa ajili ya huyu bwana Abdul Karim Sialkoti Sahib, radhi za Allah ziwe juu yake, kwamba aendelee zaidi na zaidi kufafanua yale mafundisho ambayo yalikuwa yameandikwa na Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Basi ni wazi ya kwamba ilikuwa ni hutuba ya kusisimua sana. Naam, ndugu mtazamaji, katika studio hapa nipo na wageni wangu wawili, ambao katika upande wa kulia ni mwalimu wetu mpendwa bwana Muhammad Musa Oponyo. Karibu katika kipindi chetu cha leo mwalimu. Asante sana bwana mtangazaji. Naam, lakini pia upande wa kushoto niko naye mgeni wetu vile vile, mwalimu wetu Abdalla Haji Wanyasi. Karibu sana kwenye kipindi. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, basi ni dhahiri shahiri kwamba huyu Masihi aliyeahidiwa, mwalimu Saib, alikuwa ni mwenye kupambana sana katika hali ya kuendeleza mahubiri ya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, ili lengo lake liwe ni kufafanua wazi mafundisho haya matukufu ya Islam. Katika mwaka huu wa 1896 pia aliendelea kuandika vitabu vya Masihi aliyeahidiwa, vitabu vyake vile vile. Basi katika mwaka huu ni vitabu gani ambavyo aliviandika na hasa vilikuwa vinazungumzia maudhui gani? Asante sana bwana mtangazaji. Ni kweli kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika harakati zake za kutetea ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu na kudhihirisha mafundisho bora ya Qur'an tukufu, aliandika vitabu mbalimbali ili kutekeleza na kutimiza kazi kubwa iliyokuwa mbele yake. Kwa hivyo katika mwaka 1896 aliandika vitabu kadhaa, na miongoni mwake ni hiki Anjame Atham, ambacho ni kitabu alichoeleza ndani yake mwisho huyu bwana Abdalla Atham. Na tunajua kwamba Abdalla Atham alikuwa ni miongoni mwa wale viongozi wakubwa wa Kikristo, na alikuwa katika lile kundi la mapadri ambao walifanya mjadala na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, ambao walipatiwa jina Jange Mukaddas. Kwa hivyo huyu bwana tunamjua kwa ile lugha yake ya matusi na kejeli na madaha na mbwembwe kadha wa kadha ambazo alitumia kuikejeli dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika kumuonya katika ule utabiri aliandika hizo habari, na zinapatikana katika kitabu Anjame Atham. Na vile vile ndani ya kitabu Sayyidina Ahmad alayhi salam amejibu hoja za wapinzani, wale mashekha wa Kiislamu, wale mapadri na viongozi wa dini ya Arya katika njia mbalimbali, na vyote akasanya katika kitabu. Na vile vile katika mwaka aliandika kitabu Hekima ya Mafundisho ya Kiislamu. Hiki kitabu bwana mtangazaji, nafikiri tumeshasikiliza katika hotuba zetu za awali kwamba
kilikuwa ni kitabu ambacho awali kilikuwa ni makala ambayo yalivutia sana katika mkutano wa dini zote uliofanyika kule Lahore. Kwa hivyo katika hiki kitabu au haya makala, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam aliandika kwa upana na ufasaha mafundisho bora ya dini tukufu ya Kiislamu, makala ambayo ilitangazwa na wote waliohudhuria pale na vyombo vya habari kwamba ndio makala yaliyoshinda na yalikuwa bora zaidi. Na tunajua kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kabla ya hapo alishabashiri kwamba haya makala yake yatakuja kushinda, na yalikuwa ni mbali na uwezo wa mwanadamu kuandika makala kama hayo. Kwa hivyo haya makala yaliandikwa kwa namna ya kitabu, yakapatiwa jina Hekima Mafundisho ya Dini Tukufu ya Kiislamu. Kwa hivyo kwa uchache au kwa ufupi, hivi ni baadhi ya vitabu ambavyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, Masihi aliahidiwa, aliandika katika mwaka 1896 na 1897. Naam, nimepata kutambua kwamba Masihi aliahidiwa aliandika vitabu hivi viwili. Naam, basi katika hali ya kuandika vitabu hivi ni kwamba pia athari yake ilionekana, sio tu kwamba aliviandika, lakini ambao vilitokana na ufunuo wa Mwenyezi Mungu vile vile. Bila shaka. Na mwalimu sahib, tunapata pia kuona katika hali ya kuendeleza mahubiri yake Masihi aliahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake, bila shaka alikuwa na wapinzani kadha wa kadha ambao walikuwa wanajitokeza siku baada ya siku, na miongoni mwa hawa wapinzani nimeambiwa ni huyu bwana Pandit Lekram. Je, kuhusiana na huyu bwana Pandit Lekram ambaye imesemekana kwamba alikuwa ni mtu mwenye mdomo mchafu dhidi ya Islam, dhidi ya Masihi aliahidiwa, lakini pia dhidi ya Nabii Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Je, Masihi aliahidiwa alitupatia utabiri gani kumhusu huyu bwana Pandit Lekram? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jambo hili nikianza ni ya kwamba mnamo mwaka wa 1885 ndio Sayyidina Ahmad al-Islam alialika wasiokuwa Waislamu wafike kwake kwa ajili ya kuonyesha ishara. Huyu bwana Lekram naye vile vile alifika na akakaa pamoja na hawa waliokuwa wameenda kwake kwa ajili ya kuona ishara. Sasa wakati alikuwa kule, baada ya muda kidogo alitaka kuondoka, na kabla hajaondoka alizungumza kwa Masihi Maud alayhi ya kwamba basi kama una ishara ama una chochote basi uonyeshe dhidi yangu ama utangaze lolote kuhusu yeye. Sasa Lekram ya kwamba utabiri wowote ambao Masihi Maud alayhi ako nao basi atangaze dhidi yake. Sasa kwa njia hii Masihi Maud alayhi katika harakati za maombi, kwa sababu tayari huyu ameshamtupia kitu ya kwamba kama ni ishara itoke kwake, mara moja Mwenyezi Mungu alimfunulia Masihi Maud alayhi ufunuo ufuatao ya kwamba yu ndama tu asiye na uhai ambaye sauti ya kuchukiza inatoka kutoka ndani yake, na kwa sababu ya kukosa adabu na matusi amekadiriwa adhabu na huzuni na ikabu ambazo hana budi kuzipata. Ya kwamba mara moja Masihi Maud alayhi akaambiwa ya kwamba kwa vile ametaka ishara, basi ametabiriwa ya kwamba huyu bwana kwa sababu ya matusi yake, mdomo yake mchafu, basi Mwenyezi Mungu akaambia Masihi Maud alayhi ya kwamba basi amekadiriwa kupata adhabu. Mara moja Masihi Maud alayhi akaomba ya kwamba basi ameshaambiwa ni adhabu itampata huyu Lekram, ni lini itatokea? Basi vile vile Mwenyezi Mungu akamwelekeza Masihi Maud alayhi muda wa kutokea hiyo adhabu ambayo itapata huyu bwana Lekram. Kwa nuku hii akasema yukdha amruhu fi 60, yani habari za Lekram zitakwisha katika 6. Ya kwamba tayari Masihi Maud alayhi akaambiwa ya kwamba muda wa huyu kupata adhabu itakuwa katikati ya miaka 6. Miaka 6. Kwa hivyo ikawa tayari amepata kwamba atapata adhabu, vile vile muda wake wa maisha ama muda wa kupata adhabu utakuwa kati ya miaka 6. Isitoshe Masihi Maud alayhi alionelea uzuri vile vile ya kumuonya huyu bwana Lekram, akaandika katika kipeperushi akinakili baadhi ya mambo, akamwambia kwamba mambo yafuatayo, na hata akaandika shairi la Kiajemi ambaye alieleza mambo fulani na fulani kuhusu huyu Lekram. Kwa mfano alisema hivi: habedari, ewe adui mjinga wa Islamu uliyepotea, uogope upanga wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam unaokata njia ya Mungu ambayo watu wameipoteza. Njoo ukaitafute
katika wana wa kiroho na wasaidizi wa dini yake aliyoleta. Ewe mtu unayekana shani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nuru yake iliyo wazi, ingawa karama haipatikani siku hizi, lakini njoo ukaishuhudie katika watumishi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo unaona ya kwamba baada ya kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salam ameshapata ujumbe wa kwamba huyu bwana ataadhibiwa, miaka yake ya kuadhibiwa ni miaka 6, tena akachukua jukumu la kumuonya ya kwamba kama hatabadilika basi bila shaka atapata hii adhabu. Masihi Maud alayhi salam anasimulia ya kwamba wakati mmoja sasa, wakati muda unaendelea, wakati akiwa kwa nyumba alifikiwa na malaika wa kutisha ambaye alipomuona akamweleza ya kwamba, akamuuliza kwa ukakamavu ya kwamba yuko wapi huyu Lekram. Na Masihi Maud alayhi salam akatambua mara moja kwamba huyu ni malaika ambaye amefika kwa ajili ya kutoa adhabu kwa ajili ya huyu Lekram. Wakati Masihi Maud alayhi salam aliendelea kupata hali hii ya kudhihirisha ya kwamba Lekram anaenda kuadhibiwa, hata akakumbuka ya kwamba hii yote ambayo inatokea ni kwa sababu ya ile maomba aliomba dhidi ya Lekram. Akakumbuka kwamba kulikuwa na bwana mmoja mkubwa wa dini ya Kiislamu kutoka India ambaye alikuwa anaitwa Mir Said Ahmad Khan, ambaye vile vile akamkumbusha kwamba kama yeye baada ana shaka kuhusu unakumbuka kwamba hapo nyuma kulikuwa na kitabu ambaye aliandika Masihi Maud alayhi salam kuhusu baraka za dua ambazo zilikuwa zinamuelekeza bwana Saidi ya kwamba Khan ya kwamba akumbuke ya kwamba dua hupokelewa. Kwa hivyo akamuita vile vile, akamtolea mwito ya kwamba afike Kadiani ili ya kwamba aweze kushuhudia jambo hili la kupokelewa kwa maombi ya Masihi Maud alayhi salam. Naam, tunaona Mwalimu Saib ni kwamba kulingana na lengo la Masihi aliyeahidiwa, sio tu kwamba wale watu ambao wanaongea vibaya dhidi ya Islamu waweze tu kufa, hapana, lakini ni kwamba iweze kutimia ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba yeye Mwenyezi Mungu atashinda yeye na manabii wake. Sasa njia moja ya ushindi wa Allah ni kwamba hata wale ambao ni wapinzani wa dini tukufu ya Allah pia nao wafanye nini? Waweze kuangamia. Kwa hivyo si lengo la Masihi kwamba ati huyu ni mwalifu auawe, huyu ni nini auawe, si ndio hivyo bwana. Na basi tukiendelea kwenye hii mada ya bwana Lekram, tunapata kuona kwamba katika mwaka wa 1893 Masihi Maud, amani ya Allah iwe juu yake, kwenye kitabu chake cha Karamatus Sadiqin, pale pia ameeleza utabiri kuhusiana na huyu bwana Lekram. Pale ameeleza nini Masihi aliahidiwa? Tafadhali. Asante sana bwana mtangazaji. Kuhusu bwana Lekram tumeshasikiliza kutoka kwa Mwalimu Saab namna Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alifotoa utabiri kumuhusu na alivyomuonya, lakini la kusikitisha ni kwamba huyu bwana hakuweza kubadilisha mienendo yake. Ni kama vile wanavyosema Waswahili kwamba sikio la kufa lisikii dawa, au la kuvunda halina ubani. Yani tayari anaonywa tayari, lakini bado anaendelea na zile lugha yake chafu, matusi kwa dini ya Kiislamu. Kwa hivyo ndiposa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam pia katika mojawapo ya funuo zake au tabiri zake akapata ufunuo uliosema kwamba wabasharan rabbi waqala mubashiran satarifu yawm al-eid wal-eid al-aqrab, kwamba yani Mungu amenibashiria kuhusu kifo cha Lekram na akasema kwamba karibuni atatambua siku ile ya Eid, na siku yenyewe ya Eid itakuwa karibu na Eid hiyo. Haya ni maneno ya ufunuo wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, ambayo anasema kwamba Mwenyezi Mungu alizidi kumfunulia kuhusu huyu bwana kwamba atakuja kuuawa karibu na siku ya Eid, na Eid hiyo itakuwa karibu na siku yenyewe. Kwa hivyo huyu bwana, ajabu ni kwamba kadri Sayyidina Ahmad alayhi salam aliposidi kumuonya, naye akasidi katika ile kejeli. Na yeye pia la ajabu ni kwamba akatoa ubashiri wake kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba naye Sayyidina Ahmad angekufa katika kipindi cha miaka 3. Sasa kile kipindi kilikuja kikaisha na hakuna kitu kilifanyika, Sayyidina Ahmad hakuweza kufariki. Sasa akakuja kufikiria kwamba hata ubashiri wa Sayyidina Ahmad kumuhusu ni kama ule wake, basi akasidi katika kejeli na katika kibri. Lakini sawa na ubashiri wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na namna tulivyoona bashiri zingine kule, Mwenyezi Mungu alikuwa anazitimiza namna zilivyobashiriwa. Basi siku moja jioni, huyu bwana Lekram akakuja kuuawa na mtu asiyejulikana. Usiku huyu bwana alimdunga Lekram kisu, na hakuna mtu aliyemuona alikotokomea au alikopotelea. Na mamake Lekram
alisisitiza kwamba huyo mtu bado yuko ndani ya chumba, sababu alimuona akiingia katika chumba kimoja katika ile nyumba yao. Hata mpaka polisi waliweza kuingia kupekua katika kile chumba, na yule polisi Mwingereza au mzungu aliyeingia kule na bastola kuchunguza katika kile chumba, alitoka nje akasema kwamba hakuna mtu katika hiki chumba. Lakini mamake akasisitiza kwamba bado yuko pale. Sasa huyu bwana akasema kwamba basi kama huyu mtu amebadilika kuwa nzi akatoroka inawezekana, lakini pale ndani hamna mtu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alidhihirisha na kudhibitisha utabiri wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu kwa namna ya kiajabu sana, kwamba huyu bwana akauawa sawa na utabiri wa Sayyidina Ahmad katika kipindi cha miaka 5. Ukumbuke utabiri ulikuwa ni katika miaka 6. Kwa hivyo kabla ile miaka 6, katika mwaka wa 5 huyu bwana akaweza kuuawa na utabiri ukadhibitika bila shaka yote. Naam, Mwalimu Saib, tunapata kuona kwamba huyu mpinzani mmoja wapo wa wapinzani wa Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake, kulingana na tabiri hii ya Masihi ikatokea vile vile kwamba aliweza kuaga dunia hii. Na pia nilivyotangulia kusema kwamba si kwamba Masihi anawaua hawa watu kwamba sasa aweze kutambulika kwamba yeye ni mkweli na kadhalika, lakini bali ni kutokana na nini? Na ile laana ya Mwenyezi Mungu na matukio ambayo wale watu walikuwa wanayafanya dhidi ya ujumbe wa ukweli. Basi yalikuwa ni matokeo gani ambayo yalitokea baada ya kifo cha huyu Bwana Lekram? Asante sana ndugu mtangazaji. Kumbuka ya kwamba Bwana Lekram hakuwa mtu mdogo hivi hivi. Alikuwa ni mtu mkubwa ambaye anaheshimika katika hiyo dhehebu lake la Arya. Kwa hivyo baada ya tukio hili la kuuawa Bwana Lekram, basi kulitokea dhana mbalimbali. Hata wakadhani ya kwamba hii ni hila ya Masihi Maud alayhi salam ambayo imesababisha kifo chake. Kwa hivyo ilidhaniwa kwamba ni Masihi ndo alimuua huyu bwana. Ndivyo ilivyodhaniwa kwamba kama sio yeye pengine amepanga hila fulani ya kumwangamiza huyu Lekram ili ile ufunuo wake utimie kwa lazima. Kwa lazima. Sasa wakatafuta mbinu ya kwamba ili ya kwamba sasa hata wakaanza hila nao vile vile walipishe kisasi. Hata wakaanza kufanya mikutano ya kisiri na kutoa zawadi kubwa kubwa kwamba angalau yoyote ambaye atamdhuru Masihi Maud alayhi salam basi apewe zawadi. Hata barua zilianza kuandikwa kwa Masihi Maud alayhi salam bila anwani ya kwamba mtu ameandika tu na kuweka jina lake, lakini anamtishia Masihi Maud alayhi salam. Ikifika hivyo ikafika kiwango hicho, lakini kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu vile vile alikuwa amempa Masihi Maud alayhi salam ufunuo maalum ambao inasema ifuatavyo. Kasema wallahu yaasimuka min nas, ya kwamba Mungu atakulinda na mashambulizi ya watu. Kwa hivyo wao wakaweka mikakati ya kumshambulia Masihi Maud alayhi salam. Haikukomea hapo, bali wakafika mpaka kituo cha polisi, wakahusisha utawala, ikachukuliwa viongozi wakubwa wa polisi mpaka inspekta wakati ule Bwana Muhammad Bakshi, ya kwamba wakafika kule kwa nyumba ya Masihi Maud alayhi salam, wakakunguta kila sehemu ndani na nje kwa ajili ya kutafuta sababu yoyote ama ushahidi wowote ambao unaweza muhusisha Masihi Maud alayhi salam na kifo cha Bwana Lekram, lakini yote 9 waliambulia patupu, hawakupata chochote cha kuhusisha Masihi Maud alayhi salam na hiki kifo cha Lekram. Na Mwalimu Saib, tumepata kuelezwa kwamba hakuna ushahidi wowote ambao ulitokana na kifo cha Lekram ambao unahusiana hasa moja kwa moja na Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Sasa katika hali hiyo Masihi Maud alitoa ushauri gani mwema ili kwamba watu waweze kufafanua, yani waweze kujua kwamba ni kweli yeye si hasa mhusika? Asante sana bwana mtangazaji. Tukumbuke kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kazi yake aliweka wazi, na ufunuo wote aliopata au tabiri wote aliopata kumhusu mtu pia aliweka wazi kwamba ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo matukio yaliyokuja baada ya kifo cha Lekram yalikuwa ni shutuma dhidi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na wakafikiria kwamba yeye alihusika katika yale mauaji. Basi Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kulingana vile hali ilivyokuwa kwamba chuki imekuwa kubwa, vitisho vimekuwa vingi, akatoa rai moja ya maana sana. Akasema kwamba kama kuna mtu yoyote ambaye ana uhakika kwamba yeye Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam amehusika katika kile kifo, basi afanye hivyo kwa kula kiapo. Kwamba kama unayakini kwamba nimehusika mimi, yani Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, basi una nafasi ya kuja kula kiapo mbele yake, yani Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Kiapo kifanywe mbele ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam.
na alitoa nafasi ya mwaka mzima. Mwaka mzima ni mkubwa sana, yani mtu asiweze kufikiria kwamba umetoa nafasi kidogo. Mwaka mzima kwamba kama kuna mtu ajipange aje atoe ule ushahidi, na afanye hivyo kwa kiapo, aseme kwamba aite laana ya Mwenyezi Mungu kwake, kwamba mimi ninashuhudia kwamba kweli huyu bwana amehusika katika kifo, na naomba kwamba kama ninazungumza uongo Mwenyezi Mungu aniadhibu. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salam katika kumaliza ile fitna akaweka hili swala wazi kwamba waje watu watoe ushahidi dhidi yake, lakini hakuna mtu aliyekuja, sababu walijua kwamba ni dhana tu. Na basi ni kweli kabisa kwamba watu wengi, labda hasa miongoni mwa wapinzani wake, ndio walikuwa na hiyo dhana kwamba Masihi ndio amemuua yule bwana Lekram. Na vile vile ni mwito gani ambao Masihi aliahidiwa aliutoa kwa huyu bwana Muhammad Hussein wa Batala, kwamba yeye pia aende pale kwa ajili ya kile kiapo? Asante sana kwa ndugu mtangazaji. Ni ukweli ya kwamba huyu bwana Muhammad Hussein wa Batalwi, yeye alikuwa ni mpinzani vile vile wa Masihi Maud alayhi salam. Sasa baada ya tukio hili kutokea, alitafuta sababu ya kwamba aanze kukanusha ya kwamba hili jambo alikutimia sawa na ufunuo wa Masihi Maud alayhi salam, na akawa naendelea kutangaza kwa watu ya kwamba bwana, hili jambo sio ukweli, ya kwamba Masihi Maud alayhi salam alifunuliwa akaambiwa hivi na hivi. Sasa Masihi Maud alayhi salam hii habari ikamfikia, sema kwamba haina haja ya kwamba huyu bwana aendelee kuzungumza hivi kwa mdomo tu na kadhalika, basi ajitokeze kwa halaiki ya watu, kwa umma, kwa watu, kwa hadhara, ya kwamba ahape ya kwamba jambo hili halikutendeka sawa na ufunuo aliyopata Masihi Maud alayhi salam, na kama litakuwa hivyo, basi anasema kwamba yeye Masihi Maud alayhi salam atakuwa radhi kuomba samahani kwa chini ya huyo bwana Muhammad Hussein wa Batala, na sio hivyo tu, bali atachoma vile vile vitabu vile ambavyo vinahusikana na huo utabiri wa kuzungumzia kuhusu habari ya Lekram, jambo ambalo kwa hakika halikuwa hivyo, na akasema kwamba iwapo atajitokeza, basi naye atapata adhabu kama ni uongo ambaye amesema. Na Mwalimu Saib, tuseme kando na bwana huyu Muhammad Hussein wa Batala na wengineo, je, kuna bwana mwingine yote ambaye aliweza kutoa ushahidi kuhusiana na kifo cha Lekram? Alikuwa ni nani, na hasa ile tukio lilikuwa ni kwa sababu gani atoe ushahidi huo? Asante sana bwana mtangazaji. Tumesikia kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam aliita watu watoe kiapo ikiwa wanayakini kwamba amehusika katika kifo cha Lekram, lakini hakuna mtu aliyejitokeza. Lakini kuna bwana mmoja ambaye bila hata kuitwa alikuja kutoa ushahidi kwamba anayakini kwamba kile kifo kilipangwa na waharia wenyewe. Ushahidi wa kumfix Sayyidina Ahmad alayhi salam ulipangwa na watu, wala Sayyidina Ahmad hakuhusika. Yule bwana aliitwa Muhibur Rahman, na kwa kiapo kwa kiapo anasema kwamba siku ya Ijumaa tarehe 12 Februari mwaka 1960 baada ya sala alasiri katika Masjid Ahmadiyya nje ya lango la Delhi Lahore, Mheshimiwa Maulawi Habibur Rahman mwana wa Hazrat Munshi Mian Habibur Rahman aliandika hivi kwamba mtu mmoja Bandit Gokul Chand, mwalimu mkuu wa Nadalon wilaya Hoshiarpur, aliniambia kwamba kabla hajauawa Bandit Lekram, yeye alikuwa akisoma kwake Sanskriti. Katika siku zile Muislamu mmoja akamjia aliyedhihirisha shauku ya kusoma Sanskriti na akaendelea kusoma kwa siku chache. Siku ya kuuawa yeye Gokul Chand alikuwepo, na wakati wa kuuawa Lekram alipochomwa kisu akatamka mama. Mama yake akaja haraka na kuona kwamba muuaji akitembea polepole kwa utulivu, akaenda katika chumba kimoja. Mama wa Lekram akasonga mbele na akafunga toka nje mlango wa chumba kile, na akamwambia polisi kwamba muuaji yupo katika chumba hiki. Wakati huo mkuu wa polisi mzungu alikuwepo. Polisi yote asipokuwa tayari kwenda chumbani. Hapo mkuu wa polisi mwenyewe aliingia ndani akishika bastola katika mkono mmoja na taa katika mkono mwingine, kwani mlikuwa na giza chumbani. Alichunguza chumba kizima kwa taa na akasema hayumo hapa yoyote. Mama Lekram alisisitiza kwamba muuaji yumo humo. Hapo mkuu wa polisi akasema kwamba kama ametoka akikeuka kuwa nzi,
hayawezekana, waila hakuna nafasi ya mwanadamu kutoka humu. Tukio hili Bandit Kokul Chand alieleza kwa kiapo, na mimi pia naeleza kwa kiapo. Hayo ndio matamshi ya shahidi ambaye alitoa habari zote, na yeye ametia sahihi yake mwandishi Muhibur Rahman, mwezi 12 tarehe 2 mwaka 1960. Shahidi kuna Dr. Ubidullah Khan Batalwi, na shahidi mwingine ni Master Muhammad Ibrahim, mwenyekiti wa Jumuiya ya Lango la Delhi. Tanbihi: kuhusu tukio hili, kauli zilizoenea, Bwana Maulawi alieleza kuhusu hizo kwamba Bandit Kokul Chand alikuwa akisema kwamba Waharia walitayarisha kauli zile kwa msaada wa mawakili wao, waila ukweli ni ule tu nilioeleza. Mungu ajuae yaliyo sahihi, mimi Abdul Kadri. Kwa hivyo unaweza kuona bwana mtangazaji kwamba huyu bwana anatoa ushahidi kwa kiapo kwamba huu ushahidi ulitayarishwa, wala hawakuwa na uhakika kwamba Sena Ahmad alihusika, bali ni mambo walisaidiwa na mawakili wao. Na kwa hivyo kwa mukhtasar ni kwamba huyu bwana Pandit Lekram ni kwamba hakuweza kuuliwa kabisa na Masihi aliahidiwa, na ilikuwa tu ni mchango ambao umetokana na maombi ambayo yalikubaliwa. Na tukiangalia pia ilikuwa pia ni njia moja ya kwamba hata wapinzani wengine nao waweze pia kupata lile funzo kwamba Masihi si muuaji, bali yeye anamwakilisha Mwenyezi Mungu duniani. Anataka Allah yatendeke kwa ajili ya kuendeleza dini yake tukufu, ndivyo anatumia manabii wake. Okay. Basi nimeshukuru sana walimu wangu wapendwa kwamba mmehudhuria kipindi hiki, mkatupatia mawili matatu marefu na mapana kuhusiana na maisha matakatifu ya Masihi aliahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Karibuni sana. Na basi ni ile pia shauku ya kwamba kila mmoja amepata mafundisho haya matakatifu ya Masihi aliahidiwa, kwamba huyu bwana jinsi gani alikuwa na uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu, maombi yake yanakubaliwa na Allah, wahyi ambao anaupata ni wa haki na ni wa ukweli. Basi bila shaka katika njia moja au nyingine vyote hivi viliweza kudhihirisha ukweli na utukufu wa Masihi, amani ya Allah iwe juu yake. Mpaka hapo nitawaambia karibuni sana, na pia tumefurahi kuwa tumeungana nanyi kwenye kipindi cha leo. Allah awabariki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. कादिया से चली एक जिंदा हवा, खिल गए सारे आलम में गुल खुशनुमा, रफ्ता रफ्ता जमाने पे छा जाएगा, रोशनी का सफर कादिया से चला, कादिया से चली एक जिंदा हवा, खिल गए सारे आलम में गुल खुशनुमा, रफ्ता रफ्ता जमाने पे छा जाएगा, रोशनी का सफर कादिया से चला।